Naitwa Dr. Kahibi Bernard, daktari bingwa wa magonjwa ya uzazi na kizazi. Kama unapenda maada hizi ambazo tunaendelea kuzitoa kwa ajili ya kujifunza maada za afya, basi usisahau kubonyeza kitufe cha kengele neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata somo ninapokuwa nimeweka kwenye YouTube channel yangu. Sasa leo tunaangalia maada nyingine inayosema, je, chango linasababisha utasa kwa namna gani? Na je, mwanamke akiwa na chango anaweza akapata utasa au ugumba? Sasa jibu ni hili tu. Inawezekana kabisa mwanamke akapata utasa au ugumba, na hii ni moja ya sababu ambayo imeonekana kuwa kubwa kwa baadhi ya wanawake wanaotafuta watoto. Nini kinafanya sasa mpaka mwanamke anakuwa mtasa? Sasa mwanamke anapokuwa amepata maambukizi ya via vya uzazi, kwa maana ya chango, wale wadudu wa bakteria wanapokuwa wameingia kwenye via vya uzazi kusababisha vile via vya uzazi vinavimba. Vinapokuwa vimevimba, wadudu hawa au bakteria hawa huendelea kukua na kuongezeka kwa idadi kadiri muda unavyokwenda, na inapofika wakati fulani huwa wanatengeneza majipu ndani ya aidha kwenye mfuko wa uzazi au kwenye mirija ya uzazi, hata kwenye ovari. Sasa mwanamke anapokuwa mirija yake imetunga usaha, nini kinatokea? Kwanza kabisa inapelekea mirija inaziba. Kwa hiyo mwanamke anapaswa kujua kabisa kwamba mirija inapokuwa imeziba kwa sababu ya PID au chango, sio rahisi kwa yeye kubeba ujauzito. Hii inatokea kwa sababu gani? Kwa sababu mbegu ya kiume na yai linalotoka kwenye ovari ya mwanamke huwa zinakutana kwenye mlija, na zinapokutana kwenye mlija, basi mbegu hizi mbili huoana, na baada ya kuoana hizi mbegu mbili ambacho sasa zimeshatengeneza kiumbe hiki, kiumbe huanza kusafiri kwa muda wa siku 6 kuanzia pale walipokutania katikati ya mlija mpaka kuja kuingia kwenye mfuko wa uzazi na kuweka makazi hasa katika siku ya 7. Kwa hiyo kwa safari hii, kwa mwanamke ambaye anakuwa na chango na mirija yake inakuwa imeziba, sio rahisi kwa kiumbe hiki kuweza kufika kwenye mfuko wa kizazi. Nini kinachotokea? Mimba hii huweza kutungwa nje ya kizazi, na mimba hizi hujulikana kwa neno ectopic pregnancy. Ni neno la kitaalamu linaloashiria mimba inakuwa imetungwa nje ya mfuko wa kizazi. Lakini ukiachana na swala la mimba kutunga nje ya uzazi, hata wakati mwingine ili mbegu ya kiume iji kutane na yai la kike, mbegu hii lazima ipite kwenye mlango wa kizazi, iingie kwenye mfuko wa kizazi, isafiri kwenye mirija. Sasa hii mbegu ikikuta mirija imeziba, maana yake ni nini? Maana yake haitakuwa na uwezo wa kukutana na yai, na ndo maana akina mama wengi ambao mirija yao imeziba huwa hawabebi ujauzito, pamoja na kwamba mayai yao yanakuwa yako tayari na mbegu za kiume zinakuwa na afya njema, lakini haziwezi zikalifikia yai. Kwa hiyo hii pia ni namna nyingine inayoweza kusababisha mwanamke mwenye chango akapata utasa. Lakini sababu nyingine, unapokuwa na chango huwa inabadilisha hata ule mzunguko wa hedhi. Kumbuka, mzunguko wa hedhi kwenye siku 14 za kwanza huwa ni siku za yai kukua. Kwa hiyo yai hili linapokuwa mpaka inaenda kufika siku ya 14, basi linakuwa limekomaa, na linapokomaa basi yai hili huweza kupevuka, na likishapevuka likikutana na mbegu ya kiume, mimba itafanya nini?
mimba itaingia. Kwa hiyo kwa mwanamke ambaye mzunguko wake wa hedhi unakuwa umevurugika, sio rahisi kwa yeye mayai kutengenezwa kwa kiwango cha kufikia kukomaa na kupevuka ili kuweza kuruhusu mimba iingie. Lakini wakati mwingine unapokuwa na maambukizi haya ya PID, hata mfuko wa uzazi huwa unaathirika, inaitwa endometritis. Endometritis ni ile hali ya uvimbe wa mfuko wa kizazi, na mfuko wa kizazi unapokuwa umepata changamoto hii, hata kile kiumbe kilichotungwa kule kwenye mlija, hata kikifanikiwa kikasafiri kikafika ndani ya mfuko wa kizazi, kinakuta yale mazingira ambayo yalipaswa yawepo kwa ajili ya kukipokea kile kiumbe kikae kwa miezi 9 yanakuwa hayapo, na ndo maana inaweza ikapelekea hata mimba kuharibika. Kwa hiyo kuna watu wengine anaweza akawa mimba zinaharibika kwa sababu ya chango. Na je, sasa unapokuwa umepata changamoto hii ya chango, ni kweli kabisa sio lazima ni lazima utapata utasa? Jibu ni hapana. Si wanawake wote walio na chango hawana uwezo wa kubeba ujauzito, lakini wanawake ambao chango huingia taratibu, na wakati mwingine, kwa sababu tunasema wakati mwingine huwa halina dalili, maambukizi huwa yanaenda taratibu taratibu taratibu, na inafikia wakati maumivu haya au dalili hizi zinakomaa. Zikishakomaa mpaka wewe sasa ukaanza kupata maumivu makali, basi inawezekana via vyako vya uzazi vinakuwa tayari vimeshaziba, hasa viungo vya fallopian tube au mirija. Na ndo maana tunawashauri wanawake, unapohisi una dalili yoyote ile ya chango kama nilivyozitaja hapo awali kwenye video zilizopita, hakikisha unamtafuta daktari haraka sana. Naomba nirudie tena, usitumie njia mkato ya kwenda kuomba dawa kwenye duka la dawa, kwa sababu mara nyingi kwenye duka la dawa hutamkuta daktari, na wakati mwingine duka la dawa utamkuta ni mfamasia ambaye ni mtaalamu wa nini? Mtaalamu wa dawa. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa changamoto kwake kujua kwamba shida hii hasa ni ipi. Kwa mfano, matibabu ya chango la uzazi unaweza ukakuta yanatumia dawa karibia 3 au zaidi, na sasa wewe umeenda duka la dawa unapewa dawa moja ambayo mwisho wa siku haitakusaidia kutibu changamoto hiyo. Sasa nini ufanye ili kujua kwamba pengine mirija yako imeziba kutokana na chango? Kuna kipimo kinaitwa kinaitwa histosalpingiography, ambacho kipimo hiki tunaweka dawa kwenye mfuko wa kizazi na tunaisukuma dawa, wakati huo tunapiga x-ray. Ikitokea dawa hiyo inamwagika kwenye tumbo la ndani, itaonekana kabisa kwamba mirija hii inaweza kupitisha dawa, na kama dawa ikiweza kupita, basi mbegu ya kiume inaweza kupita pia na kwenda kutungisha yai. Na mwisho niseme tu kwamba hata kama mirija haitaziba, kuna wakati mirija itapona. Kwa sababu gani? Kuna wakati utakuja tutakutibu, utapona, na ukishapona kuna wakati huwa makovu yanabaki, na pale kwenye makovu yale ndio wakati mwingine mimba huwa inatunga pale, na inafika wakati kisha miezi 2 hivi mimba huwa zinapasuka na damu nyingi inatoka kwenye tumbo la mwanamke, na hapo inakuwa inahitaji operation ya dharura. Si kila mwanamke atapata changamoto hii, lakini kikubwa ni kuambia tu kwamba utasa unaweza ukasababishwa na chango la uzazi. Kama unabarikiwa na unaendelea kufurahia masomo haya na unanielewa vizuri, basi share kwa mwanamke unayempenda, lakini usisahau kubonyeza kitufe cha neno subscribe ili kila nikitoa video ya mwendelezo basi itakufikia na utaweza kujifunza vizuri. Asante kwa kunisikiliza.